الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا إخوة المسلمين، إن عيدنا مختلف عن أعياد سابقة وحاضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kila kaum zilizopita na ambazo ziko sasa hivi ina idi, yani ina siku zake za kusherekea, na idi zote katika idi Islam zinaanza baada ibadataini adhimataini, baada ibada mbili tukufu sana. Eid al-Fitr inaanza baada ibada tukufu ya kufunga, na Eid al-Hajj inaanza katika msimu wa hija ambao wenzetu wapo wanafanya moja katika faradhi na nguzo katika Uislamu ambayo ni hajj. Eid fi Islam tabda bitakbir watasbih watahmid. Eid katika Islam inaanza kwa takbir watasbih na kumtakasa Allah, watahmid na kumsifu na kumsherekea na kumsifu na vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Eid fi ghair al-Islam, fi al-kafira sabiqa wa hadira. Eid katika umma zilizopita na za sasa hivi tabda bilmusiqa wazina walliwas wa jamii almaasiya. Eid katika umma ambazo si za Kiislamu, za kafiri zilizopita husherekea kwa miziki, kwa zina, kwa liwat na maasi ya kila aina. Na leo ni siku ya 10 katika siku tukufu, bado tuko katika amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala utakaifanya yoyote ile, basi Allah anakulipa malipo makubwa zaidi kuliko kwenda jihad. Kwa hiyo tutahadhari sana sana katika hili, sisi na watoto wetu na wake zetu na jamaa zetu. Eid katika Uislamu na katika Eid al-Hajj inaambatana sana na matukio ambayo yanafanyika Maka, kwamba watu wanafanya hija sasa hivi yote, na ilikuwa toka Nabii Ibrahim ambao sisi tunafatiliza mwenendo wake. Nabii Ibrahim alipata mitihani mikubwa sana, na katika mitihani hii kuna ibra na mauidha, kuna mazingatio muhimu sana na kuna mawaidha ambayo tunatakiwa sisi tuyachukue. Nabii Ibrahim akiwa mdogo sana, baada ya kutaka kuunguzwa moto na majamaa zake akiwemo baba yake. Tizama, mtu anapokuwa hana imani na ana aminu shirikina, anapokuwa inapomtoka imani mpaka kwa tayari kumua mwanawe, ambayo mambo yanatokezea sasa hivi. Watu ambao wanataka utajiri, wanataka vyeo, wanakwenda kwa waganga, imani zao ndogo, elimu yao ndogo, wanatoa mihanga watoto wao au wake zao au jamaa zao, just kwa sababu ya mafanikio ya dunia ambayo ni ya mpito na sio ya kudumu. Baada ya kutoka Nabii Ibrahim Iraq, nasemekana katika Sham, akaelekea Palestine. Baada ya kufika Palestine, akapewa amri ende Misri. Kufika Misri akapata mitihani alipata kwa mfalme alikuwa pale kutaka kuzini na mke wake, ambaye akashindwa.
na akapewa zawadi ya Sara ambaye ni mke wa pili wa Nabii Ibrahim. Akapewa amri tena aondoke pale Palestine au Misri aelekee Palestine. Haijatosha. Unajua, mtu kuhama katika nchi aliyozoea, katika watu wake ambao anakaa nao, katika mazingira aliyozoea, ni katika mtihani mkubwa sana. Na ndio maana unapoona watu wanapoagana wanapotoka nje ya nchi, wengine walia kwa machungu ya kukosa mtu wake na jamaa zake na watu wake. Si kitu rahisi. Akapewa mtihani ende zake Maka. Kufika Maka, wakati huo hapana chochote, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wakati Ibrahim washambo wake pale, akasema rabbana inni askantu bidhurriyati fi wadin ghairi dhi zar'i rabbana liyuqimu as-salah. Akasema Mola wangu, inni askantu min dhurriyati, hakika mimi nimeweka vizazi vyangu, yani mkewe Hajar na mwanawe Ismaila kwa mchanga sana, fi wadi ghairi zari, katika bonde ambayo halina mimea, halina maji, halina chakula, hakina chochote. Wakati anaondoka, anapoa amri, Hajar anapiga kelele sana, unatuacha katika hali ambayo hapana chochote hapa. Nabii Ibrahim alikuwa hajubu na alikuwa shamwambia hii ni amri. Mwisho akamwambia Allahi amaraka bihadha, unamshuhudia Allah kwamba ndio alikuamrisha utuache hapa? Akamwambia naam. Hajar akajibu falan yudhayyi'ana Allah, basi kama ni amri ya Allah utuache katika mtihani huu mgumu sana, basi Allah hatutotuacha mkono wala hatupoteza. Ashatoka anaelekea au anarudi Sham, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kitu cha mwanzo alimuomba, rabbana liyuqimu as-salah, nimeacha katika bonde hili ambalo halina kitu, na kuomba wajalia vizazi vyangu wasimamishe sala ipasavyo, yenye khushu, yenye arkan zake, yenye sunna. Wajaliwe kusali na kusimamisha sala mambo mawili tofauti. Kusimamisha sala ni kuisali sala ilivyo. Kwa jambo la mwanzo ambalo la kuomba watoto wako na wazazi, kwanza waombee wasimamishe sala. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika sala inakataza maovu na mambo yote ambayo yamekatazwa na Allah, ikiwa itasaliwa kwa vyote vile zisaliwa ambavyo anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala isaliwe. Rabbana yuqimu as-salah waj'al af'idata minan nasi tahwi ilayhim, najalia nyoyo za watu zielekee huko, yani pawe na maisha, hapana chochote. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun, na waruzuku katika matunda ili wapate kushukuru. Imam Qurtubi anasema neno thamarat, matunda, sio kama matunda tu, lakini taam wa tijara wal haya, pawe na chakula cha kila aina, pawe na maisha, pawe na biashara. Tizama yaqini ya Nabii Ibrahim, dua yake aliyoiomba. Sasa hivi tunaona Maka kila aina matunda yapo, kila aina chakula kipo, kila aina biashara ipo, na maelfu ya miaka iliyopita. Seuze katika nchi kama hii ambayo ina mimea, ina rutuba, ina kazi za kila, ukiwa na yaqini na ukamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na imani ya kweli, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ni mingi sana kutoa riziki na ana nguvu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo inataka tuwe na imani na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aturizuku riziki ya halali na tuepushe na kila riziki ya haram. Baada kufika pale, maji yalisha, chakula kwa kidogo, akaanza kuhangaika katika majabali mawili
inaitwa Safa na Marwa, ambao alokwenda kuhiji wanajua. Mara 7 akenda akirudi, akenda akirudi, hajui afanya nini, anatafuta maji ili kumnywesha mwanawe. Jibril alayhi salatu akashuka, akapiga bawa lake katika ardhi, yakatoka. Kufika pale Hajar akawasema Zamzam, Kiebrania makitajama, alikuwa anaogopa yasija kesha, na mpaka leo maji yale yapo. Maji yale ni dawa. Maji yale Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Zamzam liman shuriba bi au liman shuriba bi ma ya Zamzam, inategemea mtu alokunywa ana nia gani. Ukiomba Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshie maradhi, akuondoshie maisha magumu ya shari kwa yaqini na kwa imani, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakubalia. Waarabu wakibeleza Jurhum walipita mbali, wakaona ndege juu, wakasema ndege hawa haiwezekani kuwa wapo pale au wanaruka juu isipokuwa kuna maji, kutokana na elimu zao wakati ule. Wakafika pale wakamwomba Hajar watumie maji yale, akaambia bisharti an tuallima waladi lugha arabia, kwa sharti kwamba mwasomeshe mtoto wangu huyu lugha ya Kiarabu, ambayo lugha ni muhimu sana katika kuifahamu dini yetu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nabii Ibrahim alikaa miaka mingi katika nchi ya Sham wa Palestina, akarudi tena Makka, ambayo akamkuta Ismail ameshakuwa mkubwa, na yeye inasemekana karuzukiwa mtoto akiwa na miaka 86 kutokana na historia, na akaruzukiwa Ishaq ana miaka karibu 100. Hii katika miujiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, kitu ambacho unakiona wewe hakiwezekani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinawezekana. Wama dhalika ala Allah biaziz, hilo kwa Allah sio gumu kwake. Akapewa mtihani ambao ni mgumu sana. Allah katika sura As-Saffat anasema falamma balaghu ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Akamwambia mwanawe, inni ara fil manami anni adhbahuk, mimi naona katika ndoto yangu kwamba nakuchinja. Ruya la anbiya wahi, ndoto za mitume yote inakuwa ni wahi, kwa maana nimepewa wahi nikuchinje. Mtihani ambao si mdogo. Mtoto Nabii Ismail akamwambia abati fa'al ma tumar satajuni insha Allah min as-sabirin, fanya kama ulivyoamrishwa na insha Allah utakuta ni katika watu subiri. Nabii Ibrahim baada ya kutoka Iraq hajaomba mtoto tu, qala rabbi habli min as-salihin, nipe mtoto ambaye ni mwema. Allah akamjibu afabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara akwe mtoto mpole, mwenye ilmu, mwenye hikma, mwenye subira. Na ndio maana akasema ya abati satajiduni insha Allah min as-sabirin, insha Allah utanikuta katika kusubiri. Sabr imegeka sehemu 3: sabr ala adha an-nas, sabr ala al-ma'siyah, sabr ala at-ta'a. Kusubiri imegeka sehemu 3: kusubiri na maudhi ya watu. Unapokaa katika kazi au katika ibada, popote pale unaweza kupata maudhi. Inataka usubiri, usifanye uhasama, usifanye uadui, usilipize kisasi. Umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akuondoshee katika subira ulikuwa nayo. Wasabri ani taa fi taa, kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa hapa jua kali, lakini still tumekuja kwa sababu ya kufata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah atuweze kufuafikisha kufanya kila la khairi. Wasabri ani al-ma'siyah, na kusubiri kufanya maasiya.
kuto kufanya maasi. Ni subira inataka. Unaweza kuwa na uwezo wa nguvu wa mali, lakini unaweza kukalewa, unaweza kufanya zina, unaweza, lakini unasubiri kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukafa katika maasi na dhambi kubwa. Baada ya kuipata majibu yale, ikabidi amchinje mwanawe. Hajar hajaweza, akaambia nenda mbali sana. Lakini kabla hapo, Iblis mwenyewe alikwenda akawa anamtia maneno Hajar, anamwambia zaujaka majnun, huyu mumeo ana wazimu, anataka kumchinja mwanawe. Lakini Hajar vile vile alikuwa kabobea dini na subira, na kajua kwamba huyu ni shetani. Inna kaida shaitani dhaifa, hakika vitimbi vya shetani ni dhaifu sana. Akawa anamrushia mawe vijio vile 7 siku ya kwanza, akaja siku ya pili, akaja siku ya tatu. Na ndio maana moja katika ibada na nguzo za hija ni kwenda kurusha mawe katika sehemu 3 tofauti, ya Aqaba al-ula na wusta na mwisho ile siku, kwa sababu unarusha mawe ili unajikumbusha kwamba unapokuja shetani, basi usiwe na wasiwasi isipokuwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe naye, useme a'udhu billahi minash shaitani rajim, na ondoke katika maasi. Na ndio maana utakuta watu wanarusha mawe. Hajar baada kutaka kuchinjwa mwanawe akaambia, mimi siwezi kumwona, nenda naye mbali. Si kitu rahisi mama kumwona mwanawe anachinjwa. Anasema falamma aslama watallahu lijabin, sasa aliposalimu amri, alipokubali, akamgeuza mwanawe uso wake chini, kipaji kwa chini, kwa sababu alikuwa kila akitaka kumchinja anashindwa, akimgeuza. Akachukua kisu cha kwanza hakichinji, akachukua kisu cha pili hakichinji, akachukua kisu cha tatu hakichinji. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema falamma aslam, alipokubali mtihani huu, watallahu biljabin, akamgeuza mwanawe chini, nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi muhsinin. Ewe Ibrahim, umesadikisha ndoto, kwa maana umefata amri. Hivi ndivyo tunawalipa waumini. Katika aya zilizokuja nasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadha lahu bala'un mubin, hakika hii ni katika mitihani mikubwa sana. Mtihani wote ambao unakufika, ambao lazima kila mmoja wetu apate mtihani. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, Allah anaapa na hakisha kwamba mtapewa mitihani katika mali zenu na katika nafsi zenu, lakini atakusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna hadha lahu albala'u mubin, hakika hii ni katika mtihani uliokuwa wazi, ni mtihani mkubwa. Lakini Nabii Ibrahim aliweza kupasi mtihani huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wafaidainahu bidhibhin adhim, basi tukamfilia na kichinjo kilichokuwa kitukufu kabisa. Inasemekana kwamba liletwa kondoo kutoka katika mbingu akapewa chinjo. Kadhalika najzi muhsinin, vile vile ndivyo tutakuwa tunawalipa waja wema. Hivyo hivyo waja wema wanaposalimu amri, wanapojitahidi katika mitihani yao kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutawalipa hapa duniani malipo mema na kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao. Watarakna alayhi fil akhirin, na tukaacha sifa zilizokuwa nzuri kwa wanokuja ambao ni sisi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi sahih ambayo imo katika Muslim wa Ahmad, ambapo Abu Huraira alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, man wajada saa an yudhahi wa lam yudhahi fala yaqurbanna musallana, mtu yoyote yule ambaye atakuwa na uwezo
wa kuchinja halafu asichinje, basi anasema asikurubie musalla wetu, asikurubie, hana haja kuja kusali. Ikiwa mtu afikirii kuchinja na kufata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu unapochinja yajtamia quwwatu dhaif na faqra miskin, kwa sababu unapochinja inakusanyika yajtamia quwwatu dhaif, wale madhaifu na wale unawasaidia. Pengine kuna watu hawana kitoweo, hawana chakula, basi wanasaidia. Lakini kuchinja inatakiwa uchinje baada ya watu kusali. Mtoto tuchinja kabla ya kutoa sadaka. Kwa mtu yote chinja mbuzi, basi hajaja katika hadithi sahihi mafungu mangapi. Unaweza mafungu matatu mpaka matano. Moja utabaki nalo wewe, iliyobakia utawapa maskini na mafakiri katika jamaa zako na katika majirani. Watochinja ng'ombe, basi watu 7 wanachinja ng'ombe moja, ambao unaweza kugawa kwa mafungu matano, kwa watu 7 ambao itakuwa mafungu 35. Hamna amali ambayo ni kubwa yenye utukufu katika siku ya leo kama kuchinja. Kuchinja huku Allah subhanahu wa ta'ala sema lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanalu taqwa minkum. Allah hapati chochote katika mnachochinja katika damu wala nyama, lakini anapata uchamungu wenu. Moja katika uchamungu ni kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala na kuwasaidia walikuwa hawana uwezo katika siku kama hii. Ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia, tujitahidi sana 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 sisi na watoto wetu na wake zetu na majamaa zetu, tujaribu kuambia na kupa maidha wasifije wakafanya maasi katika siku hii kama wanavyofanya walikuwa si Waislamu katika mambo muziki na liwati na mambo mengine. Tujitahidi sana kuambia ni haki yetu kusherehekea katika hizi ayamu tashriki zetu, na sio siku za kufunga. Haki yetu kusherehekea. Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema likulli qaumin ida fahadha wa hadha aiduna, kila qaumi ina siku za kusherehekea, na hii ni siku yetu ya kusherehekea. Liya'lamu ahla alkitab anna fi dinina fusha, ili wajue watu wa kitabu Mayahudi na Manasara na wengineo, basi kama katika dini yetu kuna fusha, yani kuna time ya kupumzika na kusherehekea, lakini katika njia zilizokuwa bora. Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika siku hii unapoonana na wenzako, basi useme taqabbalallahu minna wa minkum, Allah azikubali amali zote ziko za khairi zetu sisi na nyie, halafu leo rejea salih amali zilizokuwa bora. Tulozoea Eid Mubarak na mjibu la faizin, kullu aam wa antum bikhair, sio haram, lakini kiweza kusema maneno ambayo kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora na ni thawabu zaidi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hotuba hii fupi tuzingatie mawaidha au ibara, mazingatio ya haya yalotokezea kwa Nabii Ibrahim, ili tupate faida katika maisha. Mitihani alopata kasubiri, Allah akamfungulia tokea akumwacha mkewe katika Maka ambapo hapana kitu chochote, kupewa mtihani mkubwa wote, ukamwamini Allah kama atakuondoshea hapa duniani na kesho akhera atakulipa pepo. Kuchinja ambao jambo muhimu sana kwa kila kwenye uwezo, kujiepusha na kila maasi, na hii ni siku ya 10 kama watu walivyojitahidi katika siku 9 kufanya mengi ya khairi, basi na leo vile vile afanye mambo ya khairi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie ibada zetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aupe subira na ondoshe mashakil na matatizo na mitihani mikubwa ndugu zetu katika Falastini na katika Iran na katika Lebanon na katika Afghanistan, Kashmir na India na katika nchi zote za Kiislamu. Na nchi hii vile vile ajalie amani, upendo, kusubiriana
kuondosha uadui, kujalia mapenzi, kuondosha uhasama na kwa ndugu na ndugu, kwa jamaa na jamaa, kwa jirani na jirani. Atujalie tuwe na subra. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا في فلسطين عامة، وفي غزة خاصة، وفي لبنان، وفي سوريا والسودان واليمن وجميع بلدان المسلمين. اللهم أطعمهم جائعهم، واسق عاطشهم، واشف مرضاهم، واصلح أولادهم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالهم. اللهم أدخل السرور والفرحة في قلوبنا وقلوب المسلمين والمؤمنين في كافة هذا الأرض. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، سهل لنا ما نريد ونجينا مما نخاف. عبد الله بن مسعود asema idha laqiya mu'minu mu'mina safahahu wa laqiyahu, wanapokutana mu'min na mu'min basi wanapeana mikono na vile vile wanakumbatiana kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Takabbalallahu minna wa minkum salih a'mal. Eid Mubarak, kullu aam wa antum bi khair.